Matatizo ya figo part 26. Matatizo ya figo sehemu ya 26. Renal colic ni nini? Renal colic ni nini? Renal colic ni maumivu makali, mara nyingi yanatokea wakati wa mkojo unapozuiwa, hasa kutokana na jiwe kwenye figo au kwenye njia ya mkojo. Kuna watu wengine watakuambia wanasikia maumivu makali ambao hawajawahi kuyasikia, na mara nyingi maumivu haya yanaanza ubavu mmoja kwenda sehemu nyingine. Maumivu kama haya yanaitwa renal colic, hasa huwapata wale wenye matatizo ya figo na wanayapata katika njia ya mkojo. Haya ni maumivu yanayotokana na jiwe kwenye figo au kwenye njia ya mkojo. Jiwe linakuwa limesimama kwenye njia ya mkojo. Dalili unaweza kuziona kwa renal colic au kwa maumivu haya makali. Dalili zake ni maumivu makali ya ubavu. Mara nyingi yanakuwa ni maumivu ya ubavu wa upande mmoja. Dalili ya pili ni maumivu yanayosogea kuelekea kinena, kana kwamba haya maumivu yanatembea toka ubavu mmoja kwenda kinenani. Lakini unaweza kusikia dalili ya tatu ya kichefuchefu kwa baadhi ya wagonjwa, na pia hali ya kutokutulia kama dalili ya nne. Huwezi kutulia kwa sababu maumivu ni makali sana, wewe huwezi kutulia. Jiwe limeziba njia ya mkojo, mkojo hauwezi kushuka, kwa maumivu yanakuwa makali sana, kwa huwezi kutulia. Na dalili ya tano kwa baadhi ya watu, damu kwenye mkojo. Tuona pia damu kwenye mkojo kwa sababu jiwe limesimama pale, inaweza kuleta uchunaji wa ngozi laini ya ndani ya mkojo, kuona damu kwenye mkojo, au pengine moja kwa moja damu kutoka kwenye figo ambayo inataka kutoka nje kwa njia ya mkojo. Kwa nini maumivu haya hutokea? Ni kwa sababu misuli au njia za misuli ya mkojo hujaribu kusukuma hicho kizuizi. Mara nyingi kizuizi kinakuwa ni jiwe, yale mawe madogo madogo yanayojiunda kwenye figo yanashuka, yanatembea na kutoka nje kwa njia ya mkojo. Kwa misuli inapotaka kusukuma ili kutoa kizuizi hicho, ndio unasikia maumivu hayo makali. Basi cha msingi pia ni kujua kwamba renal colic ni dalili muhimu inayoweza kukuelekeza uwepo wa kizuizi kwenye mfumo wa mkojo, au tatizo liko wapi kwenye mfumo wa mkojo. Usiache kunifollow, like na kushare ili wengine nao wajifunze pamoja nasi habari za vipimo vya maabara, afya ya figo kwa lugha nyepesi, kwa lugha laini, kwa lugha ya wazi kabisa ambayo tunaweza kujifunza. Mungu awabariki sana.